Wanunuzi almost karibu wote natoka nje ya Ludewa. Kuja kwenu mimi nimeona kama ni heshima sana kwetu. Lakini pia niwaombe radhi kwa muda ambao tumechukua muda mrefu kwa hiki kikao. Ni kweli kimekuwa kikao ambacho sio cha kawaida cha muda mrefu, lakini mmeweza kusikia kutoka kwa wakulima na wadau wengine ya kwamba ndiyo kikao cha kwanza ndani ya wilaya Ludewa kukutanisha wadau wa kilimo. Kukutana wadau kuzungumzia zao la parachichi. Kwa hiyo uwezekana uwepo wa kikao hiki kuwa cha kwanza ndio kilichofanya hoja zikawa nyingi, watu wakazungumza kwa wingi, na tulihitaji kusikia kila mmoja ili tujue tunaanzia wapi tunaenda wapi. Jambo ambalo tumelichukua, wataalamu tunayo kazi kubwa sana ya kuboresha ubora wa mazao yetu. Tumegundua kupitia michango iliyopo, gredi ya pili hatutaweza kuifuta, bali tunaweza kuipunguza kwa sababu ya bidhaa inayohitajika sokoni ni gredi ile ya kwanza, na hatuna namna. Ni lazima tukubaliane hilo swala. Tukisema kwamba tupakane mafuta kwa mgongo wa chupa, mwisho wa siku itakuwa tunanafikiana, alafu tutakuja kuingia kwenye crisis na tukao waumiza ni wakulima ambao watashindwa kupata watu wa kuja kununua. Lakini swala lingine, kupitia presentations zilizofanyika, bado wilaya Ludewa ina fursa kubwa sana kwenye upande wa kilimo na hata mifugo. Ardhi nyingi sana iko empty. Maelekezo yangu mengine kwenye upande wa idara ya kilimo, nimepita kwenye vijiji vya upande wa kata ya Masasi ambapo tumepanga kwenye ishu ufuta. Tumejipanga vizuri na kuna fedha tumeitumia. Kuna uwezekano mkubwa kwamba mbegu tuliyonunua ya ufuta isiishe yote. Kwa presentation nilizozipata kutoka kwa watendaji wa kijiji pamoja na wenye viti wa vijiji, maandalizi yako chini sana. Niwaombe idara ya kilimo, ingeni site, tokeni ofisini, nendeni huko, watu waandae hayo mashamba. Kama iwezekani, ni bora tukaleta mbegu chache ambazo zitatokana na nini, zitakazokidhi viwango, kuliko kununua mbegu nyingi alafu zisikizi nini mahitaji, yani zizidi uhitaji. Kwa hiyo twende tuongeze hiyo hamasa. Lakini swala lingine, kuna jambo moja, idara ya ardhi washirikiane na upande wa idara ya kilimo kwa ajili ya kuenda kuestablish mpango bora wa ardhi. Nimefanya ziara tarafa zote 5, nimezungumza na viongozi wa vijiji, changamoto wameieleza. Ludewa hatuna mifugo mingi, lakini watu wamekiuka mpango wa matumizi bora ya ardhi. Serikali imeelekeza kwamba mpangaji wa bei atakuwa ni kopra, lakini kwa hali tulionayo, kwa sababu mamlaka iliyopewa mamlaka ya kuweka bei elekezi haijatoa bei elekezi, na sisi bado parachichi tunavuna na tunauza, wanunuzi wapo na wauzaji wapo, hatuwezi tukabaki tunasubiri hayo maelekezo. Kwa hiyo lazima kama wilaya tunaadhimia kwa lugha moja, kama tulivyopanga bei iliyopo hiyo 2300, bei ya chini kwa upande wa parachichi za Hass, na upande wa Fwete ni bei ya chini shilingi 800. Kwa hiyo tunakubaliana hivi kwa kipindi hiki cha mpito, ili kuhakikisha kwamba maslahi ya wakulima wetu, maslahi ya biashara, maslahi ya wanunuzi yanazingatia. Hatuwezi tukasema kwamba tusubiri kopra mpaka siku itakapokuja kutoa maelekezo. Watakapokuja kutoa maelekezo, basi itakuwa mpango huu wa ndani wa wilaya itakuwa umefikia ukomo. Baada ya hapo mchakato mwingine utaendelea. Lakini kwa wale ambao watapata taarifa hizo kupitia vyombo vya habari, sio bei ambayo iko constant kwa wakati wote wa msimu, bali itakuwa inakuwa reviewed kila mwezi. Kwa hiyo kama wilaya Ludewa tumepanga tutakutana tena tarehe 8 Januari, itakuwa ni siku ya Alhamisi. Kwa hiyo tutakutana kwa ajili ya kureview tena bei. Kama tunavyotambua kwamba msimu wa parachichi inakuwa ni mkubwa ulimwenguni, kwa hiyo bei nayo pia inabadilika.